subscribe to my channel. And also press this bell icon. Karibu sana, tuendelee kuyazungumza yale yote ya michezo ndio jadi yetu. Tulizungumza mchezo wa dabi ya Kariakoo na Master Tindwa, tukauchambua kiufundi, kiundani vikosi vyote viwili vya Young Africans na wekundu wa Simba, lakini mchezo baada ya kuahirishwa mambo ni mengi sana, imenilazimu tena kumtafuta Master Tindwa mpaka alipo. Kubwa zaidi kuangalia namna ambavyo kilichotokea kivipi, hii ni mara ngapi kutokea Master Tindwa, kumbukumbu anazo hapa, tutakuja kudiscuss. Master, vizuri? Yes, nipo vizuri. Mambo yanasonga? Yeah, mambo yanasonga. Natumai tuliuzungumzia mchezo wa dabi ya Kariakoo, mimi na wewe tulichambua kwa kina sana, lakini hatukushuhudia kutokea kulingana na hiki ambacho kimetokea, na ikanilazimu nikutafute kulingana na hiki ambacho kimetokea. Wekundu wa Simba walifanywa vurugu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kuzuiliwa kuto kufanya mazoezi. Hii kwako imekaaje? Simba kutofanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni iliwalazimu kweli kuto kuingia uwanjani kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo? Jibu ni hapana, kutokana na kanuni pia. Sababu ili swala ujue ukiliendea kimehemko, kwa mfano ukiwa na ukishachagua side utakuwa unaamua kimehemko. Mashabiki wa Simba wataona sawa kilichotokea, mashabiki wa Yanga wataona sawa kilichotokea kwa upande wao, kila mmoja ataamua ile accordingly wapi yeye amebase. Lakini tukirejea katika kanuni za hizi zinazosimamia ligi kuu, tunaona kuna mapungufu sana kuhusiana na maamuzi haya ya kutochezwa huu mchezo kiujumla. Kwa sababu kweli kuna kanuni ya timu ngeni kufanya mazoezi at least siku moja kabla ya muda wa mchezo, yani masaa 24 kabla ya mchezo, na ni vizuri vema kufanya muda ule ule ambao utaenda kuchezwa mchezo. Na kwa nini kwa hivi? Unajua hii ina work out sana katika michezo zaidi ya kimataifa. Kwa mfano timu nyingine kutoka Angola, kutoka Rwanda, kutoka Burundi, mwingine hajawahi kukanyaga ardhi ya Tanzania, hajui atmosphere ya uwanja ipo vipi, hasa ground. Ndio maana kuna hiyo, kuna nyingine ni pitch visitor. Kwa mfano kama yani kabla mchezo hujaanza, unaona wachezaji wanaruhusiwa kwenda kuangalia hali ya uwanja na nini, wanatoka baadaye wanakuja kwa ajili ya mazoezi madogo. Kwa mujibu wa kanuni ya ligi kuu, timu inaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa timu ngeni, kwenda kufanya mazoezi katika uwanja hiyo ipo wazi. Pamoja kanuni hii huwa haifanyi kazi, timu ikienda it's okay, kama haijaenda it's okay. Lakini pia kuna taratibu za wewe kwenda kufanya yale mazoezi pale timu ikiwa ngeni. Lakini hii haimaanishi kama wewe kama umezuiwa ama hujafanya mazoezi kwa namna moja au nyingine mechi isichezwe. Kanuni haijasema hivyo. Kwa hiyo kingine chochote cha kutocheza mechi hizo itakuwa sababu zako nyingine binafsi. Kwa hiyo Simba kama walisimama katika kanuni wangebaki hapa kwenye kanuni, na pengine Yanga wangehukumiwa kutokana na kanuni kwamba inalazimu timu ngeni uipe nafasi ya kufanya. Yanga wangeleta maelezo yao, kwa mimi maelezo hayakuwatosheleza bodi ya ligi au TFF, wangehukumiwa, lakini sio ya kuzuia mchezo. Sasa umezungumza hapo, ukisoma barua vizuri ya Simba ni kwamba meneja wa uwanja alikuwa na taarifa ya Simba kwenda kufanya mazoezi pale, pamoja na kamishina wa mchezo walikuwa hawana taarifa ya Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Je, ni kwamba taarifa za kwenda Simba kufanya mazoezi lazima ziwepo, lakini kanuni inasema timu lazima ende kafanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Ni lazima wa Simba watoe taarifa? Kanuni haijasema lazima. Kanuni haijasema lazima. Lakini kanuni inaelekeza kwamba siku moja kabla, yani hataki ungefanya juzi, labda Jumaa Alhamisi, lazima uende ukautumie uwanja. Sio lazima. Yani wewe mwenyewe yani maamuzi. Kanuni imekupa rumu hiyo. Kwa hiyo hajasema lazima. Lazima means kama usipofanya wewe utaadhibiwa. Ndio hiyo ndio lazima. Lakini kama hujaenda wala huulizi kwa nini hujaenda. Hilo la kwanza. Lakini kwa mujibu wa taratibu unapaswa wewe utoe taarifa kwamba, kwa sababu kuna vikao vinafanyika, kwa mfano pre-match meeting, lakini pia kuna kikao kile cha uratibu wa mechi kijumla. Kwa mujibu wa Young Africa wanasema katika kikao cha pre-matching Simba hawakuweka hiyo wazi, wala kwa mujibu kwa kikao kile cha game yenyewe ambao kilifanyika si hoteli gani, Simba pia nao hawakusema, pamoja na mahudhurio yao. Hilo la kwanza. Lakini na hilo linathibitishwa na nani? Linathibitishwa na meneja wa uwanja, anasema hana taarifa, pamoja na match commissioner hana taarifa. Means taarifa hazikuwepo. Kwanza hilo kutokuwa na taarifa tu ingewa limit Simba wasiende kufanya mazoezi. Kwa sababu ile kufanya mazoezi
lazima utoe taarifa kwa meneja wa uwanja, nani autayarishe uwanja kwa ajili ya kufanya yale mazoezi. Ni wazi Simba walikosea? Yes, hilo lipo wazi. Obviously lipo wazi. Unless uelewi vingine, lakini ukweli ni huo. Kama kuna taratibu utakuwa unapaswa kutoa taarifa, kama hujatoa taarifa, hilo ni shida. Hilo la kwanza. Lakini lingine, hata kama ulitoa taarifa ukazuiwa, haimaanishi ususie mchezo ama mchezo usichezwe. Kwa mfano, unakumbuka juzi tu hapa Azam walienda kufanya mazoezi katika uwanja wa Kaitaba. Ule uwanja wakafanya figisu wakazimia mpaka taa. Azam wakaingia na magari wakawasha kusudi wafanye mazoezi. Lakini mchezo siku ya pili ukachezwa. Ni wazi Master, Simba walistahili adhabu. Kikanuni adhabu sijakuelewa. Namna ambavyo kugomea mchezo. Ya kugomea mchezo ovyo, kama usingekuja, kwa sababu kugomea mchezo unaweza ukasema mimi siji uwanjani. Alafu baadaye ukaja. Kwa hiyo bodi ya ligi, kwa mfano bodi ya ligi wao wangeacha silence, kwa sababu Simba tunagomea mchezo, wangeacha mpaka saa 11 au saa 1 tuone kama hawaja ama wanakuja, ama katika vile vikao ambao walikaa asubuhi wangesema game ipo pale pale. Sidhani kwanza mimi nadhani Simba wangekuja uwanjani. Kama bodi ya ligi ingeweka mchezo Simba wangekuja uwanjani. Ni wazi bodi ya ligi na makosa. Yaani katika hayo yote, makosa hayo yote chanzo ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wamefanya mchezo. Yaani bodi ya ligi ndio imefanya mchezo usichezwe. Bodi ya ligi wao ndio wamesababisha ule mchezo usichezwe. Kwa hiyo wadau wa soka, wapenzi wa soka, mashabiki wote wanayepaswa kulaumiwa, lawama za kwanza kabisa ni hizo strong lawama wabebe bodi ya ligi. Kwa mfano, bodi ya ligi of course ina uwezo ama ina room ama ina kikatiba ya kughairisha mchezo. Lakini kama unaona kuna manufaa zaidi ya kugairisha ule mchezo. Ukiangalia ule mchezo wa Yanga na Simba, kwa mfano kikatiba, kikanuni tu, kama umezuiwa nini kuna adhabu yake. Hawajasema kama ukizuiwa mchezo siku ya pili usicheze. Simba waliamua wao wenyewe. Hilo la kwanza. Alafu bodi ya ligi wanaingia lawamani kwa sababu Simba walishafanya maamuzi wao wenyewe kabla hajafika bodi ya ligi. Walishatuma barua kwamba sisi hatuhusika katika mchezo, hatucheze. Hilo la kwanza. Alafu bodi ya ligi kwa reason zile walizo na Simba na wao wakasema mchezo tumeupostpone. Katika hali ya kawaida taasisi haiwezi kufanya kazi kama hivi. Kikweli kabisa. Taasisi haifanyi kazi kama the way ilifanya bodi ya ligi. Ndio maana watu wengi wana hofu na bodi ya ligi. Na haya yote sababu ni bodi ya ligi, kwa sababu hii sio mara ya kwanza. Hata ile mwaka misimu miwili iliyopita Yanga ambao waligomea mchezo, chanzo ni hawa bodi ya ligi. Tunaweza tukatumia kauli bodi ya ligi na lea matatizo mabaya ndani ya ligi kuu soka Tanzania. Ndio yanatokea hayo yote. Kwa mfano, ukiangalia ule mchezo wa kwanza bodi ya ligi hakufuata kanuni ya kusogeza mbele kutoka saa 11 mpaka saa 1. Wametupeleka barua saa 7. Of course unaweza kusogeza mbele kwa sababu ikitokea kuna vitu ambavyo vya wazi kabisa vya binadamu vinaweza vikagairisha mchezo au kusogeza mbele mchezo. Hiyo ipo wazi. Duniani kote ipo. Lakini sio kwa kumsubiria mtu, yaani matakwa ya mtu, labda mgeni rasmi atachelewa atafanya hivi. Yaani sababu zile ambazo no reason kupeleka mchezo inakuwa sio fair ama kugairisha mchezo sio fair. Bodi ya ligi ilifanya hivyo, Young Africa wakagomea, mwisho wa siku wakaita kakaa mezani mchezo ukachezwa. Na hakuna yeyote aliyepata adhabu. Kwa mfano, kama Yanga wakati ule alikuwa na makosa, why asipate adhabu? Kwa sababu pale Simba yeye hakuhusika chochote. Pale poko Yanga versus bodi ya ligi. Yanga versus bodi ya ligi. Ule mchezo waliwaambia sisi mmetuletea barua saa 7 kuagisha mchezo saa 11. Hivyo hatuoni na sababu nilizoandika hatuzioni kama zina mashiko. Sisi tutaita timu. Aidha mchezo uchezwe au sisi hatucheza tena baada ya mchezo. Yanga wakaja, walivyoona mchezo wa taratibu hazifuatwa wakaondoka. Unaelewa kutuma hiyo. Lakini bodi ya ligi mwenyewe aliona kama sisi tumefanya makosa. Unaona? Hilo la kwanza. Hiyo kwa wakati huu Simba walisema sisi hatushiriki. Hiyo kusema ni kitu kimoja, kutekeleza ni kitu kingine. Unajua kusema ni kitu kimoja, kutekeleza ni kitu kingine. Kwa nini TFF na bodi ya ligi waliusimamisha mchezo wa Yanga na Simba? Na ndio swali la kujiuliza mimi pamoja na wewe. Yaani kutokana na ile incident ya Simba kuzuiwa, ingekuwa kuna maafa yametokea. Tena Simba sio, najua mimi ningeelewa bodi ya ligi kama Simba katika barua yao kwamba wasingefanya maamuzi ile, wangeomba kwamba kutokana na hii kadhia hii tuliyokuta, tunaomba bodi ya ligi mchezo huu usogeze mbele ama vivote vile. Bodi ya ligi waone sababu walizotoa Simba zina mashiko, ndio wafanye wale maamuzi ya kuondoa ule mchezo wa kusogeza mbele. Hapo ningekuwa right. Yaani hata wote wangekuwa right. Lakini Simba tayari alishafanya maamuzi kwamba mimi sishiriki. Ni wazi Simba na Yanga ni kubwa kuliko tunavyozungumza hapa bodi ya ligi. Simba na Yanga zina maamuzi yao. Yaani tatizo ni kwamba bodi ya ligi haitimizi wajibu wake. Ndio maana kutoa haki kwa Simba na Yanga inashindwa.
Yanga wapo hadhi ama wana haki ya kugomea mchezo kama wenyewe alivyosema kwamba hawawezi kushiriki tena huu mchezo tarehe nyingine ambayo TFF wataiweka mezani. Unajua kuna hilo moja. Kwanza kuangalia sababu ya kugairisha huu mchezo. Kikanuni unasemaje? Kuna kanuni hiyo? Kama kanuni hiyo ipo, Yanga wataingia matatani. Lakini kama kanuni hiyo haipo, Yanga wanaweza kawa katika right position. Kwa sababu kama pamoja na bodi ya ligi kupewa room ya wao kuvunja mchezo ama kusimamisha mchezo kusogeza mbele mchezo. Bodi ya ligi room hiyo wanayo. Na wamefafanua mpaka mujibu wa kanuni. Young Africans sababu na madai barua umeisoma vizuri Master Tindwa. Young Africans ni kama hawajaridhishwa na kile kilichotokea kwa bodi ya ligi. Na ndio maana hapa sasa wanakwenda kushindana kisheria. Yaani kikanuni zote na utafasiri sasa hapa inaingia sheria. Kanuni zinatafasiriwa kwa mujibu wa sheria. Kama Yanga bodi ya ligi watakuwa right, of course Yanga watapaswa kuingia. Lakini bodi ya ligi wakichemka, Yanga watakuwa right kudai hicho wanachokidai. Lakini wanadai alama 3. Ya kudai hicho wanachokidai. Alafu watu wengine wanasema kwamba Simba pengine hatakutwa na makosa kwa sababu maamuzi yao yametoka kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi inaweza kutoa maamuzi ya kukengeuka. Najua vitu hivi ambavyo vinakubaliana. Mimi ninachoona kwamba maamuzi ya kufevana, kuamua kutokana na kubalansi kunini ndio inaharibu. Nimesema hapo bodi ya ligi haitimizi majukumu yake, ndio maana inashinda kutoa haki kwa vilabu vya Simba na Yanga. Unajua bodi ya ligi ikiwa inatimiza majukumu yake, tumejiwekea kanuni na taratibu zinafuatwa. Asiyefuata papa amekiuka kanuni, anabidi ashuke daraja mshushe. Ananyang'anya point 6 mnyang'anye. Akifanya hivi, najua kishafanyika hivi, hawa Simba na Yanga ambao wanadeka siku zote, wanazitikisa bodi ya ligi na TFF, wani wasingefanya hivyo kwa sababu sheria zipo given pale. Unafanya hivi adhabu yake ni. Kwa mfano wanasema kitendo chochote cha kuashiria ushirikina unapata adhabu ya kutozwa faini labda milioni 2 milioni 5. Simba na Yanga wanafanya hivyo, wanajua hapa ninafanya hiki kitu natoa milioni 5. Kuna siku wamewahi kulalamika. Wakikutwa Yanga kitendo cha kishirikina anatoa milioni 5. Simba kishirikina milioni, kwa sababu sheria ipo na ipo pale. Inatekelezeka. Wangeweka na sheria hizi, wangekuwa na utekelezaji huu kwamba sheria ukikiuka na sheria zipo wazi, ukisababisha mchezo kuvunjika, ukigomea mchezo unakata alama unashuka daraja, wafanye hivyo. Yaani wafanye hivyo. Aidha kosa akikutana nalo Yanga, kosa akikutana nalo Simba, akikutana na Mtibwa, Azam yoyote, fanya hivyo. Ukifanya hivyo kwa mfano, naona timu zingine zitafuata nini. Lakini sasa leo hii tunakwenda kuamua kibusara. Bana hivi na hivi na hivi na hivi, mambo intelligence, mambo ya nini. Mwisho wa siku ndo haya yanatokea. Na tunapiga hatua kuelekea mbele katika soka letu. Lakini tunapiga hatua zizi za mgambo 1 2 3 1. Tunapiga hatua 10 mbele, tunarudi hatua wanazopiga ligi kuu soka Tanzania bara. Ni hatua za mgambo 1 2 3 1. Yaani tunakwenda hatua 10 mbele, tunarudi hatua 12 nyuma. Tunajipongeza kwamba tumepiga hatua. Wakati tunasahau kwamba tunarudisha nyuma. Mambo kama haya watu jana dunia mzima soka yani la Afrika wapi watakuwa wanaangalia idabi. Moja ya dabi ambayo inasikika kuna utamaduni wetu watakuwa wanaangalia, lakini sababu za kugairishwa wale watu wanajua dabi hamna kwa sababu gani? Mtu anakuja kushangaa. Sasa kama tunataka tupige hatua, kwanza TFF inabidi watimize wajibu wao TFF. Kwa sababu hata bodi ya ligi tunawalaumu kwa sababu ni chombo tu kimepewa, lakini alama zote ziende kwa TFF kwa sababu bodi ya ligi pale kama vivuli tu. Bodi ya ligi ni vivuli. Kwa sababu mimi namjua Almas Kasongo, mtendaji mkuu bodi ya ligi. Mguto mwenyekiti, hawezi wakatoa maamuzi yale yaliyotoka jana. Hawatoi maamuzi yametoka TFF, ndani kabisa TFF. Na rais pamoja na katibu wamehusika moja kwa moja kutoa kusindikiza wale maamuzi. Kwenye ile anahusika. Anahusika si rais wa TFF. Sasa kama mfano hili limeenda wrong, unafikiri yeye ana escape vipi? Nchi imeingia vitani, rais unaepukana, nchi imeingia vitani. Rais wa nchi unaepuka vipi? Wakati ndio amiri jeshi mkuu. Umeelewa kama iko? Kwa hiyo wote wanatokea haya ni rais wa TFF. Kwa sababu mimi nakwambia maamuzi yale hawezi kuamua hata kikanuni kivyovyote. Almas Kasongo pamoja na nini na Mguto bila kumshirikisha rais wa TFF. Ama kamati ndio anahusika. Hiyo obviously. Master anahitaji kuwa na D2. Yaani na mpaka leo umeona Karia amesema chochote. Wewe unafikiri wale bodi ya ligi ni chombo cha kina uhuru huo? Unavyodhani mwenyewe. Tuseme kweli au kimoyo utajijibu. Bodi ya ligi ina uhuru huo? Haijapata uhuru, ndio maana watu wanapambania kampuni iendeshe isimamie ligi, sio bodi ya ligi. Master, nchi nyingi zinaendelea. Kampuni independent company ndio zinaendesha ligi. Hapo inakuwa fresh. Wewe unakuwa nini, TFF unakuwa regulator tu wa mambo hivi, mambo ya kisera hivyo. Lakini kampuni, hamna kampuni ambayo inakubali kufanya hasara. Hili ni hasara kubwa. Ingekuwa kampuni
bonge la loss jana. Nani angekubali kuingia loss kwa sababu ya eti huyu hivi na hivi? Singekubali. Kwa ile game ingechezwa, alafu baada ya game ndio tunafuata taratibu. Wewe umekiuka, wewe umekiuka, kama unanyanyua point unanyanyua point, kama ndio hivi, lakini mchezo wa mpira uchezwe. Yaani kitendo cha kuondoa mpira mechi yenyewe. Of course. Umeonaje si mpira? Masa, muda wetu natumana tulichokiongea ni wazi, hatujapata kitu kikubwa sana kama tulivyotarajia, lakini pia mtazamaji amenufaika na hiki ambacho tumekipata leo hii. Nitakutafuta japokuwa muda wetu umetukimbia, nitakutafuta leo kuzungumza kwa kina sana kuhusiana. Shukrani sana Master. Karibu tena. Shukrani.